Sasa na mimi niwe shahidi kwa matukio machache ambayo yamevuta hisia ndani ya taifa letu na namna tulivyoendelea kuyashughulikia. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, wiki moja iliyopita tumeona klipu moja ikitembea ya dada yangu na mama yenu na dada yetu mwingine anaitwa Beatrice William, dada ambaye ametoa machozi baada ya mahakama kuhukumu kuuzwa kwa nyumba ili kulipa deni linalohusu kesi ya mume wake baada ya kuhukumiwa na kesi ya kugonga mtu, lakini baada pia kuhukumiwa na kesi ya madai baada ya kusababisha gharama kubwa za yule aliyegongwa. Kwa wale mliofuatilia, yule mama ametoa machozi sana, uongo kweli? Na watu wengi wakaona huu ni unyama kabisa, uongo kweli? Historia iko ifuatavyo kwa ufupi sana. Yule mama alikuwa na mume wake, na kwa bahati mbaya mume wake aligonga mtu, halafu kwa bahati mbaya sana yule bwana akapata majeraha makubwa yaliyomfanya kujiuguza kwa muda mrefu. Wakati mume akitaka kutoa msaada, yule bwana aliyegongwa alikataa na kwamba atajiuguza mwenyewe. Lakini baadaye yule bwana aliendelea kulalamika kwamba baada ya kugongwa, familia ya yule aliyemgonga haikushiriki hata siku moja kumuuguza yule aliyegongwa. Familia ya yule aliyegongwa, yaani watoto na mke, waliendelea kupaza sauti na kulalamika kwamba mume wao na baba yao amegongwa na kupata majeraha na ulemavu wa kudumu, lakini aliyefanya hivyo hajaonyesha moyo wa dhati wa kuchangia matibabu ili pia familia yake iweze kusoma na mkewe pia aweze kurejesha faraja baada ya mume wake kupata majeraha. Yule bwana alilazimika kwenda kufungua kesi, na alipofungua kesi kaendelea, lakini baadaye mwanaume aliyegonga akafariki. Lakini sheria zinamtambua mrithi, yaani mrithi wa yule mwanaume aliyefariki. Kwa kesi kaendelea, ikiwa ni kesi ya baadaye kumhukumu sasa mrithi wa marehemu. Lakini baada ya muda mahakama ikaamua kwamba mwanamke yule ambaye ni mrithi alipe pesa kiasi kilichotajwa, na baada ya kushindwa mahakama ikaamua kuuzwa kwa nyumba ya mrithi ambayo ni mali ya marehemu wake, ili pesa itakayopatikana iweze kwenda kumlipa yule bwana aliyegongwa. Ndugu zangu, mabibi na mabwana wa mkoa wa Dar es Salaam, wapo watu ambao walinishauri kama mkuu wa mkoa kwamba niende nikazuie nyumba ile kuuzwa, na wapo watu ambao walinishauri niende nikamkamata yule aliyesababisha kesi hiyo kunguruma, na wapo walionishauri niweze kumweka ndani hakimu aliyehukumu kesi hiyo. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, ni kweli kwamba ni tukio lililovuta hisia, lakini naomba muamini kwamba masuala yote ya kimahakama yanapingwa na mahakama. Ningeweza kama mkuu wa mkoa kwenda kufanya maamuzi yangu binafsi, lakini bado ningeweza kugonga mwamba, kwa sababu ingelikuwa ni kuingilia muhimili mwingine ambao ni muhimili wa mahakama. Nini kimefanyika? Nitumie nafasi hii kumshukuru sana kaka yangu Rais wa TLS Mwabugusi, ambaye kwa kushirikiana pia na wanasheria kadhaa wakiwemo wanasheria wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuanza haraka sana kuweka mapingamizi ili kuiponya nyumba ya mrithi yule. Na kwa mantiki hiyo, wale wote mliobobea katika sheria, mnapokutana na jambo lolote lenye mtazamo wa kisheria,
naomba tufuate sheria ili mwisho tusije tukaonekana tunatafuta kiki na mwisho tukashindwa kumsaidia yule aliyekusudiwa. Naomba niwaahidi kwamba kwa sababu ya wanasheria nguli waliopo na waliojitokeza, jambo hili tutasimamia kidete bila kuingilia mahakama kwa hoja za kisheria, na nyumba ya marehemu inawezekana haitauzwa na watoto wataendelea kuishi kwa furaha, lakini na yule bwana ambaye alipata majeraha, na yeye tutahakikisha watoto wake wanarejeshwa furaha, kwa sababu zote ni familia sawa, namna ambavyo tunaendelea katika kuziinua. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio la pili, miezi michache iliyopita, katika operesheni niliyokuwa nikiifanya kando kando ya bahari ya Hindi, moja ya mifuko iliyokuwa pembezoni mwa bahari ya Hindi upande wa Tegeta, upande wa Mbezi Beach, tuliona kiganja cha mwanamke kikiwa kinaonekana kwenye moja mifuko tuliodhani ni uchafu uliotupwa kwa kupwa na kujaa kwa bahari. Lakini jeshi la polisi liliendelea kwa kina kufanya uchunguzi na kugundua kwamba vilikuwa ni vipande vya mwanamke, baada ya kuona mkono uliokuwa umepakwa hina na kubaini kwamba huu ni mkono wa mwanamke. Baada ya kufuatilia tukio hili na jeshi la polisi, ambalo kwa muda mrefu ama kwa muda wiki moja watu walilinyoshea jeshi la polisi vidole na kwamba limeshiriki katika utekaji wa mama yule, mama aliyekuwa anakaa Temeke upande wa Mbagala, mama mwenye watoto na mama aliyekuwa ameumbwa kwa sura nzuri sana. Mama yule, ndugu zangu, alikuwa na bwana wake ambaye alikuwa ameahidiana jambo labda la kuoana, lakini ambapo ilikuwa imezongwa na migogoro ya hapa na pale. Baadaye mama mzazi wa mama yule alimsikia binti yake akiongea na simu iliyokuwa inaashiria kuonana na yule mpenzi wake, na baadaye walionana na huyo mpenzi wake. Siku ya kwanza ilipita, mama yule hakurudi nyumbani, na ndipo mama wa mama yule aliporipoti kituo cha polisi kwamba mwanae haonekani na watoto wameanza kubujika kwa machozi baada ya kuona mama hajarudi kwa muda wa siku moja. Katika kufuatilia na jeshi la polisi kupata taarifa, ikaonekana yule baba alimchukua mama yule akamweka kwenye gari yake, akaenda mahali akamchinja kama ng'ombe. Alipoona hana mahali pa kumweka, akamwagiza kijana akanunue mifuko na akamcharanga vipande ili vienee kwenye mfuko, na akaenda kutupa upande wa Tegeta na kule upo wa bahari wa Mbezi Beach. Baada ya kukamatwa kwa bwana yule, alipokataa, kwa weledi wa jeshi la polisi walifanya mambo mazuri mpaka yule bwana kumuonesha ama kuonesha baadhi ya vipande vya mama yule alipovitupa, na ndipo jeshi la polisi likabaini kwamba kichwa cha mama yule kilitupwa upande wa Tegeta na baadhi ya viwiliwili vyake vikatupwa kando kando ya bahari ya Hindi upande wa Mbezi Beach. Ndugu wana Dar es Salaam, katika kuadhimisha miaka 30 hii ya Beijing na katika kuadhimisha sherehe hizi za wanawake duniani, tukio kama hili linasisimua, na wakati fulani unaweza kumwangalia mwanaume na ukashindwa kuelewa ana moyo gani. Ndugu zangu, nini kimefanyika? Naamini ningelikuwa ni mimi na wewe peke yetu tukamkamata bwana yule, inawezekana naye tungeweza pengine kumcharanga vipande, lakini kwa sababu nchi yetu ni ya kisheria, bwana yule yupo ndani ya mikono salama ya vyombo vya dola na mashtaka yameendelea ili kuhakikisha mambo yote yanakwenda vizuri.
Jambo la tatu, alikuwepo dada yetu mmoja mfamasia pale Mbagala, ambaye na yeye kwa siku ya kwanza ya pili haonekani, lakini kumbe watu kadhaa ikiisiwa pia kuwepo na mme wake walimuua wakamzika pembeni mwa nyumba yake. Watoto wale ni wadogo, wanalia wakiangalia picha mama yao kwenye kuta, hawaioni hatima yao kwa sababu ya mkono wa kikatili alionao mwanaume yule aliyefanya mambo yale pale. Tunapoadhimisha miaka 30 ya Beijing na tunapoadhimisha sikukuu ya wanawake duniani, tunaona fahari, lakini machozi yanatutoka mno tunapokuta bado kuna vitendo vya unyanyasaji vinavyokatisha ndoto ya wanawake waliobeba mayai mengi kwenye matumbo yao, yanayopelekea kuzaliwa kwa watu wengi, akiwemo mwanaume mnyanyasaji huyo na akiwemo mwanamke mwenyewe. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, tukio la 4. Hivi karibuni mtakumbuka kuna kesi imehukumiwa ya bwana moja kunyongwa mpaka kufa baada ya kumuua mke wake pale Kigamboni, na akaona haitoshi akamweka kwenye viroba vya mkaa na akaulipua mkaa huo, na mwisho akawa majivu mwanamke aliyempenda, aliyezaa naye, mwenye watoto, na watoto wale wakawa ni yatima mpaka leo. Tukio la 5, pale Gongo la Mboto miezi michache iliyopita, mtu mmoja ambaye ni mtumishi wa serikali alimuua mke wake aliyekuwa mtumishi wa benki ya NMB, na alipogundua mambo yatakuwa magumu, naye akaamua kunywa sumu ili aweze kufa, lakini kwa bahati mbaya naye hakufa. Vyombo vya dola vikamuwahi mtu huyu, akaenda hospitali, na baadaye nadhani sasa yuko tena kwenye vyombo vya dola. Hoja yangu ya msingi ni nini? Ukiwa umehifadhi mbegu nyumbani na ukatarajia kuzipanda ziote, ukila mbegu huwezi kupata mavuno. Mwanamke ni mbegu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni tunu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni chachu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni dira inayoonyesha taifa letu liende wapi. Mwanamke ni faraja ndani ya familia. Mwanamke ni msuluhishi. Mwanamke amebeba mioyo ya huruma. Mwanamke ni mjenzi mpya wa taifa letu. Mwanamke ni mwibuzi wa ushujaa. Mwanamke ni mtu mbunifu ndani ya taifa ambaye akipewa nafasi taifa litashamiri sana.